Baada ya mgogoro kuhusu Emmanuel Nchimbi kuitwa Yuda na msaliti ndani ya CCM, je, unafahamu kuwa kuna mgogoro mwingine umezuka CCM tena leo? Je, wafahamu kuwa Samia Suluhu na makamu mwenyekiti wake ndani ya CCM wamelazimika kuingilia kati leo baada ya mgogoro mwingine mkubwa zaidi kuzuka? Na Godbless Lema naye anasema hizo ni laana za damu zilizomwagika mwaka uliopita mnamo tarehe 29 Oktoba ambapo Watanzania wengi walifariki. Lakini ni mgogoro gani huu na ni kuhusu nini, na Samia Suluhu na makamu mwenyekiti wa CCM wamechukua hatua gani? Like video hii, subscribe na ubonyeze alama ya kengele kabla ni kuonyeshe taarifa nzima. CCM sasa wanaambiwa ya kwamba hawatapata utulivu juu ya damu zilizomwagika mpaka kisasi cha Mungu kikamilike juu yao na familia zao. Haya ni matamshi ya Godbless Lema. Mjadala unaoendelea kuhusu migawanyiko ya ndani ya chama tawala nchini Tanzania CCM umezidi kushika kasi leo baada ya makamu mwenyekiti Steven Wasira mwenyewe kwa niaba ya Samia Suluhu kutoa agizo kali la kuagiza kufungwa mara moja kwa makundi ya WhatsApp ambayo anasema yanatumika kuchochea migogoro ndani ya chama tawala cha CCM, yanachochea matusi na mivutano ya kisiasa miongoni mwa wanachama wa chama hicho. Maendeleo hayo yamevuta hisia za watu wengi, si tu kwa nafasi ya Wasira ndani ya chama cha CCM, bali imekuja wakati mijadala inayohusu umoja, nidhamu na mifarakano ya ndani ikizidi kuonekana. Hata hivyo, akizungumza katika mkutano wa chama hicho mjini Moshi, Steven Wasira ameonya kuwa CCM haiwezi kuendeshwa kwa mabishano kwenye mitandao ya kijamii na malumbano ya mitandaoni. Kwa mujibu wake, mambo nyeti ya chama yanapaswa kujadiliwa kupitia miundo rasmi iliyoanzishwa na katiba na kanuni za chama hicho badala ya kupitia vikundi vya WhatsApp ambapo mizozo ya watu binafsi ndani ya chama inaweza haraka kuwa mizozo hadharani. Steven Wasira amelazimika kutoa onyo hili baada ya kuonekana migogoro katika makundi ya WhatsApp ya viongozi wa CCM, na taarifa hizi zinakuja wiki moja tu baada ya tetesi za Yuda kusemekana ndani ya CCM. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa mkutano huo wa Steven Wasira, wasiwasi uliibuka kuhusu makundi ya WhatsApp ndani ya CCM ambapo baadhi ya wanachama wanadaiwa kutoleana shutuma kali, kuwakosoa wanachama wenzao na kuwashambulia viongozi wakuu. Migogoro ya aina hiyo, kwa mujibu wa Steven Wasira, inahatarisha kuharibu taswira ya chama na kudhoofisha umoja ambao CCM imekuwa ikiupigia debe kuwa moja ya nguvu zake. Nikimnukuu, alisema makundi hayo ya WhatsApp yafungwe mara moja, aliripotiwa Wasira, huku akisisitiza kuwa siri za chama na mambo nyeti yabaki ndani ya vikao rasmi vya chama na si kupelekwa kwenye makundi ya WhatsApp. Alidai kuwa kujadili mizozo ya ndani na migogoro ya ndani ya chama kwenye mitandao ya kijamii inawakilisha matumizi mabaya ya teknolojia na kuleta migawanyiko isiyo ya lazima miongoni mwa wanachama. Hata hivyo, onyo hili la Steven Wasira, makamu mwenyekiti wa CCM, halikupokelewa vyema na wapinzani kutoka Chadema, mmoja wao akiwa Godbless Lema. Nitakusomea ujumbe wa Godbless Lema, lakini ujumbe huu huenda usipendeze watu wengi, lakini hapa Simulizi Media hatufichi kitu. Nikimnukuu, Godbless Lema aliandika hivi kupitia mtandao wake wa kijamii akisema, nikimnukuu, naona mnataka kuivunja kamati kuu yenu, hamtapata utulivu juu ya damu zilizomwagika mpaka kisasi cha Mungu kimekamilika juu yenu na familia zenu. Nilikuwemo kwenye kundi la hao mnaowaita wabunge kwa zaidi ya miezi minne. Kwa kweli vita ni kali sana na wengi wao wanajuta sana hadi leo juu ya Oktoba 29. Chini aliweza kuweka taarifa na picha ya Steven Wasira inayosema Wasira aagiza kuvunja makundi ya WhatsApp yanayochochea migogoro ndani ya CCM. Hata hivyo, agizo hilo lilifuatiwa haraka
na hatua kutoka kwa wasimamizi wa vikundi kadhaa vya WhatsApp ndani ya CCM katika mkoa wa Kilimanjaro. Baadhi ya vikundi hivyo vya WhatsApp ndani ya CCM viliripotiwa kuanza kuzima au kufungwa mara moja au kusimamisha shughuli, huku wanachama wakisubiri mwongozo zaidi kutoka kwa uongozi wa chama kuhusu mustakabali wa vikao hivyo vya mtandaoni. Hata hivyo, maneno ya Godbless Lema niliyokusomea hapo juu yaliweza kuvuta hisia zaidi za wana CCM pamoja na wanachadema. Katika ujumbe alioutuma Godbless Lema kupitia mitandao yake ya kijamii kama nilivyokuonyesha hapo nyuma, Lema alionekana kueleza kuwa mgawanyiko ndani ya CCM ni mkubwa kuliko watu wengi wanavyofahamu. Godbless Lema alidai kuwa baadhi ya wanachama wa CCM wameingia kwenye vita vikali vya siasa za ndani kwa miezi kadhaa. Kwa mujibu wa maelezo yake, migogoro hiyo imekuwa mikubwa kiasi cha kuathiri mahusiano miongoni mwa baadhi ya viongozi na wanachama, na vilevile kusema ya kwamba huenda hii ilikuwa ni laana ya matukio yaliyotokea tarehe 29 Oktoba mwaka uliopita. Maoni yake yalivutia hisia kubwa kwa sababu yalionekana kuashiria kuwa chama tawala cha CCM kinakabiliwa na mvutano wa ndani zaidi ya kile kinachoonekana kwenye taarifa za umma. Wakati viongozi wa CCM wakiendelea kusisitiza umoja na nidhamu, vigogo wa upinzani wanahoji kuwa dalili za kutoelewana ndani ya nchi zinazidi kuwa vigumu kupuuzwa. Katika ujumbe wake, Lema alidokeza kuwa baadhi ya vita vya kisiasa nchini vinavyoendelea nyuma ya pazia CCM vimekuwa vikiendelea kwa miezi kadhaa na kuwaacha washiriki wengi wakiwa wamekata tamaa. Iwapo madai hayo ni sahihi au yametiwa chumvi na Godbless Lema, bado ni suala la mjadala wa kisiasa. Lakini matamshi hayo ya Godbless Lema yameongeza safu nyingine kwenye mjadala unaoendelea. Kwa wachambuzi wa masuala ya kisiasa, muda wa agizo la Wasira ni muhimu sana. Inakuja katika kipindi ambacho mazingira ya kisiasa ya Tanzania yanazidi kupamba moto kila kukicha, huku vyama vikiandaa mikakati ya kujiweka sawa kwa ajili ya mashindano ya kisiasa yajayo. Wachambuzi wanahoji kuwa katika vipindi kama hivyo, mizozo ya ndani mara nyingi huonekana zaidi, huku makundi tofauti yakitafuta ushawishi na kujaribu kuunda mwelekeo wa siku zijazo wa mashirika ya kisiasa. Jambo hili si la CCM pekee na limeonekana katika vyama vingi vya siasa duniani. Wengine hata hivyo wanahoji ikiwa kufunga vikundi vya WhatsApp kutazuia migogoro au kutashughulikia sababu kuu za kutokubaliana ndani ya chama. Baadhi ya watu wa maoni wanahoji kuwa wasiwasi wa kimsingi na kufadhaika kunaweza kuendelea kuwepo hata kama mijadala itahamishwa kutoka kwa majukwaa ya mitandao ya kijamii. Kwa CCM, kudumisha umoja bado ni lengo muhimu kwao. Chama hicho kimetawala Tanzania kwa miongo kadhaa na mara kwa mara kinasisitiza mshikamano kama moja ya misingi ya mafanikio yake kisiasa. Dalili zozote za mzozo mkubwa wa ndani kawaida huvutia umma kwa sababu ya jukumu kuu la chama katika siasa za kitaifa. Maoni ya viongozi wa upinzani kama Godbless Lema yanadhihirisha jinsi maendeleo ndani ya CCM yanavyofuatiliwa kwa karibu na wapinzani wa kisiasa. Viongozi wa upinzani mara nyingi huona migogoro ya ndani ya chama tawala kama viashiria vya mwelekeo mpana wa kisiasa ambao unaweza kuathiri mienendo ya kisiasa ya siku zijazo. Wanasema kuwa taasisi thabiti na taratibu zilizo wazi hutoa njia bora ya kusuluhisha kutofauti bila kuleta makabiliano ya umma yasiyo ya lazima. Wakati huo huo, kauli za Godbless Lema zinaendelea kuibua mjadala kwa kudokeza kuwa migogoro ndani ya CCM inaweza kuwa mirefu kuliko watu wengi walivyoamini ama walivyodhani hapo awali. Tofauti kati ya mitazamo hiyo miwili imekuwa moja ya mijadala ya kisiasa inayozungumzwa sana nchini Tanzania hivi leo, huku maswali yakiendelea kuhusu hali halisi ya umoja ndani ya chama tawala nchini humu.